Esi. Hiyo jina alipewa na Raila kwa sababu ya tabia zake mbaya mbaya. So kama we ni supporter wa Gachagua na uko hapa, pole. Lazima niongee ile ukweli yenye iko. Wakenya wataki mchezo. So tumeona leo Gachagua alikuwa anapeana ukweli. Hiyo ukweli iko sawa. Ndio. Ametusaidia hapo, kuna kura mingi Kasongo amepoteza kwa Gachagua kusema tu ukweli. Hiyo iko sawa. Lakini kuna mahali amekosea kidogo. Kuna mahali ametudanganya. Ametuambia ati anajua nani aliua Raila, mara ni Kasongo. James Orengo pia alikuwa anasema ni Kasongo. Mimi najua kuna mtu angekuwa na uwezo wa kuua Raila. Raila alikuwa ni kama mtu immortal. Mtu ambaye kumuua ilikuwa ngumu. Si wakati wa Gachagua na Kasongo, wakati walikuwa kwa serikali pamoja, si Gachagua ndiye aliwekea Raila mitego hii kushika Raila. Sasa Gachagua juu ametemwa nje ya serikali, anajifanya ati anawekelea mwenzake hiyo makosa. Na wakati alikuwa na Kasongo kwa serikali, hao ndio walikuwa na plani ya kuua Raila. Which means unatudanganya. Hiyo statement peke yake inapaswa ifanye uende kwa jela for 50 years. Sasa Kenya hatutaki upuzi. Kama ni ukweli, sema ukweli 100%. Design ukipelekwa kotini, sisi wa Kenya tunaweza kusimamia, si kutudanganya. Kama mulikuwa kwa dili ya kuua Raila ni wewe na Kasongo. Kwa hivyo usijifanye malaika juu umetemwa nje. Hiyo ukweli yako itusaidii. Unasema ukweli na unamaliza juu na ukabila. Hapo unaharibu. Sasa wewe huyu jamaa hana manufaa hii Kenya. Mimi siku hizi nikiona unaongea kwa media, naona tu unatupigia makelele. Hiyo ukweli yako ileti impact kwa Wakenya. Hatupati uongozi bora, maisha ya watu ibadiliki, bado watu wanaimba maneno ya one term na two term. Inafaa ukisema ukweli, Wakenya wote wanasema kama ni two term ni Wakenya wote, kumaanisha tumepata positive changes. Lakini wewe hiyo ukweli yako itusaidii. Wewe na Ruto ni kitu moja, ni mchezo mnatuchezea. Muliandika script na Kasongo akakwambia kesho ikifika saa 6 kamili endu danganye wa Kenya useme hii ni ukweli yote. Alafu ikifika usiku wewe na Kasongo nyinyi wote ni two term. Gachagua mchana ni one term, usiku akiwa State House na Kasongo anakunywa chai ni two term. Kumaanisha sisi wa Kenya ndio tunachezewa akili. Na palipo mafala hapakosi mjanjezi. Mimi nawajua vizuri, najua mtu muongo na mtu anasemanga ukweli. Nimesomea hiyo kitu kama madisia, inaweza kuangalia tu hivi niseme huu ni mkora, ule anasema ukweli. Mr. Speaker, in 1 minute bwana. Gachagua hakuna Kenya unaweza tusaidia nao hii Kenya. Wewe na Ruto ni the same. Na itisai time inafaa upelekwe jela ama ufukuzwe Kenya. Unaendelea kuharibu hii nchi. Ukweli yako mimi sijaona ikiwa na manufaa yote. Tutampawa. Huyu ni kijana kutoka Western. Kijana anaitwa Wekesa wa Ruto. Ninaposimama mahali hapa nasema mambo ya siri yenye Gachagua anasema kwa Kenya, especially mara mingi mimi nikiongea na rely huko watu wetu wa Western na Nyanza. Unajua tumetumika miaka mingi sana tukitumika vibaya sana. Na sasa hizi Mungu akatuangazia mwangaza wake kutupitia kwa our honorable beloved hayati mzee Raila Amolo Odinga. Akatuacha akatuambia, wanangu mimi naenda lakini kaeni hapa broad based. Akatupatia Joshua, akasema tukae kwa ile nyumba. Mimi nashangaa sana wenzetu, kuna wengine wanaruka wanatoroka, wengine wanaingia kwa Rigathi Gachagua. Jamaa ambaye alikuwa amewekea baba yetu mitego State House. Jamaa ambaye alikuwa ni mtu binafsi. Sasa anaanza kusema ati anatoa siri. Siri gani? Kama wewe ndugu yangu, kama wewe Raila Rigathi Gachagua, ukweli sincerely speaking mbele za Mwenyezi Mungu, kama kweli unaongea kwamba uko na siri chenye kiliua Raila Amolo Odinga, na wewe mwenyewe cha kushangaza wa Kenya wote haukuhudhuria matanga ya Raila Amolo Odinga. Siku ya kuzika baba yetu Raila Amolo Odinga, watu walijitokeza wakina Kalonzo Musyoka, watu wote wenye hata wako upinzani saizi wenye wanapinga serikali walikuwa kwa matanga, lakini wewe peke yako Mlimani Central, wewe peke yako ndio ulisaliti wana Central, ukasaliti ukakataa kujiunga na wenzao kushiriki mazishi ya baba Raila Amolo Odinga. Sasa unasema unatoa siri. Siri gani? Mimi najua wewe shida yako ulichaguliwa kama deputy, ukachoma na ukafutwa kazi.
mtu wangu. Hata mimi sasa nikifutwa kazi kwa Muhindi, siwezi sema kampuni ifilisike kwa sababu mimi nimeharibu kazi, nimefutwa. Hata wenzangu wakose kazi kwa sababu ya mimi. Wewe ukiharibu kazi ulibeba mzigo wako peke yako. Sasa hiyo ni hasira ambayo uko nayo. Wewe uko na chuki na wewe ni mtu mbinafsi. Ndugu zetu kutoka Central na jamaa wengine waangwana sana. Tumefanya kazi nao, jamaa unafanya nao biashara, tuna interact nao, lakini except you Rigathi Gachagua, sijui uliumbwa na roho gani wewe. Uhuru Kenyatta hata si kama wewe. Ndio juzi unaona hata juzi Karua mkakusana na yeye, unataka tuwafunje vyama zao zote waingie kwa nyumba yako ndio wapange vizuri. Mwisho sasa mkiua ndovu, mkikaa kwa meza waanze kusema, waanze kupatia miguu. Wewe ukikula steak, wamekuonea 18. Mlima imeteleza, Uhuru Kenyatta amerefuka, wewe Rigathi Gachagua you are just alone. Pengine udanganye our beloved friend Kalonzo Musyoka. Na Kalonzo Musyoka kaa rata na huyu mtu hakuna maana anakupeleka. Ni mtu ambaye anaongea ng'ombe kama imesimama. Mkishaitoa ngozi anakaa fisi. Lako aliko hapo erefuka kama Uhuru Kenyatta na Martha Karua umerefuka. Rigathi Gachagua huna lako. Wewe kaa nyumbani, saidia mtumishi wa Mungu Dorcas kuendesha injili kwa kanisa na kuendesha neno la Mungu. Heri Mungu akuonekanie Rigathi Gachagua. Wachana mambo ya siasa. Wachana Ruto wangu afanye kazi. 2 term maisha yetu yote watu wa Nyanza Western tuko ndani ya 2 term. Hatutairusha mawe tena. Mawe ni ya kujenga nyumba za affordable housing. Thank you. Nasikia kwa nafasi. Kwa majina ni Kenyatta. Mimi nashangaa saa hii watu wanaongelea mambo ya Gachagua. Gachagua saa hii anako kwa Munyoro. Aje akae kwake, atulie kwake akimbishana na wajukuu. Gachagua hana kitu yote ya kutuambia saa hii. Hii ni propaganda yako nao tu ya kudivide and rule. Lakini saa hii tushairefuka Gachagua kaka. Saa hii tuko na upinzani yenye kuna kiongozi yenye kuna akili. Si ya upinzani ya Gachagua, upinzani ya Fred Okengo Matiang'i. Yule atatusaidia. Nikiingilia mambo ya Linda Mwananchi. Na hii Linda Mwananchi wanasema reflection ya ODM. ODM kama umeshindwa kuunda ground zenu. Pia mimi narudia ODM kimbizeni rali zenu, Linda ground zenu. Atena na mwingine kama Sifuna akimbie pia yeye. Amekimbia, pesa alikuwa nayo imeisha. Aje achangishe ndiye akaende kusimama kianguka. Asirudi kufanya vibarua. Nasema hivyo nikiamini ya kwamba wakati mahali unaona Mruya anasema naenda peke yake, ikifika wakati wa election Mcheliwa anampanga tena. Mcheliwa atamwambia ni huko, bado watasumbuana, watafurutana huko zaidi nyingine. So hao tu ni ile moto ya makaratasi yenye yezi choma hata mahindi. Nikuwepea tu upepe kipite lazima. Mimi nataka kuongelea hii opposition yetu. Opposition yetu iko imara. Na iko imara kwa sababu gani? Ule rais ambaye anaenda kusimama na opposition, ambaye anaitwa Fred Okengo Matiang'i, ambaye ndiye atakuja kunasua Kenya yetu. Naongea hapa, mwingine anakirika hapa. Ajui kwamba hizi simu zimekuja hapa na kuongea kwa kamera ni Fred Okengo Matiang'i alifanya hiyo kazi. Si hata saa zingine unaweza mshukuru. Bila Okengo sasa ungejua mambo ya digital. Bana, tukae serious za zingine. So ukikaa hapo ukikaa kwa kamera, patia heshima Fred Okengo Matiang'i. Bila yeye ungejua smartphone, au ungejua TikTok ingekuwa weko kwa katururu. Okengo ndiye alifanya kazi mzuri. Alikaa kwa ICT akabadilisha mambo. Akuja akakaa kwa education akabadilisha mambo. Akuja akakaa kwa interior akabadilisha mambo. Hapo ndiye alimaliza wakora wote. Ulikuwa unasikia mambo ya wakora tu wanasumbua Kenya. Ulikuwa unasikia mambo ya gunizimu akikaa kwa interior. Hiyo ndio rais ambaye atakaa kwa hii Kenya yetu asaidie mwananchi wa kawaida ambaye anateseka hapa. Sasa hapo unaongea kidogo, ukitoka hapo unatembea ukiangalia nyuma. Kwa sababu ujue naye kufuata. Kwa sababu sasa hivi unaweza piwa sweep upatikane kama uko Sayuni, unaenda kwa mko ukiwa Sayuni. Asante sana speaker.